Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako mbarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa nchi yote itakusujudia na kukuimbia na njoni tazameni matendo ya Mungu, kageuza mbali kuwa nchi kavu, katika mto alivuka kwani. Huko ndiko tulikomfurahia, tawala milele na njoni enyi wenye kuja, nami nitatangaza taifa la Mungu. Ukiwa mfuasi wa Kristo, na katika huu ufuasi wa Kristo kuna maeneo mbalimbali ambayo yanakupelekea uweze kuwa mfuasi wa Kristo. Unaweza kuwa mfuasi wa Kristo katika kuimba, unamfuata Kristo katika uimbaji. Unaweza kuwa unamfuata Kristo katika kwa kiongozi. Unaweza kuwa mfuasi wa Kristo katika kuwa mhubiri. Unaweza kuwa mfuasi wa Kristo katika maisha ya ndoa, maisha ya utawa. Wote ni wafuasi wa Kristo. Na katika kundi la watu wote ambao wameamua kumfuata Kristo yamegawanyika katika maeneo haya matatu. Kundi la kwanza kabisa ni kundi la mitume. Wale mitume walikuwa wanaitwa thenashara, ambao walikuwa karibu na Yesu, walikuwa 12 na mmoja akawa amejinyonga. Aliyekuwa amejinyonga mnamfahamu, anaitwa nani? Asante sana. Sasa baadaye wakafuata kundi la pili, walikuwa wanaitwa wafuasi wa Kristo. Au wafuasi wa Kristo walikuwa wanamfuata, ndio wale wasema kama nitakwenda popote kutangaza neno lako, Bwana umeniita nikufuate. Sasa hawa walikuwa 72. Na kundi la tatu walikuwa wanaitwa wanafunzi ambao walikuwa wanamuita Yesu Kristo kwamba wao Bwana wetu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, mfalme wa falme, kwamba ni rabi, wako wanamuita ni rabi. Sasa hawa 72 hawa ambao walikuwa ni wafuasi wa Kristo, kuna watu walikuwa wametoka katika kijiji cha Emau. Walikuwa wawili wakatoka katika kijiji cha Emau, mmoja wapo akawa ameitwa jina la nani? La Kleopa. Wakamfuata Yesu. Walipomfuata Yesu kwa muda ule miaka mingapi? Miaka 3. Bwana, likatokea ile tukio la Ijumaa Kuu. Watoto wa mtaani wamesema wakapigwa na kitu kizito. Bwana wao waliokuwa wameweka matumaini, mfalme wao, nabii mwenye uwezo wa kuweza kunena mbele za Mungu na mbele za watu, akatundikwa msalabani, kavuliwa nguo, akafa. Kama huyu bwana wao, master wao amekufa,
kiongozi wao amekufa, wao watakuwa na ujasiri wa kumfuata? Baada ya hapo kikatokea kitu gani? Tukio la kuuawa, la kushuhudia kifo kwa kiongozi wao mkuu, walikuwa wanamtegemea, walikuwa wameweka tumaini. Walipata shida moja kubwa sana ya kisaikolojia ambayo inaitwa sonona, au kwa Kiingereza inaitwa depression. Depression ni hali ambayo mtu unaingia katika changamoto mbaya, kushuhudia mauaji, kushuhudia usaliti, kushuhudia tukio baya, umeletewa taarifa mbaya, kifo kwa mtu uliyekuwa unamtumainia. Alafu baadaye unaona giza katika maisha yako, huoni tena tumaini. Kwa na wenyewe wakapigwa na kitu kizito, wataenda kwa nani? Sasa waende kwa Petro. Petro mwenyewe ndio aliyemsaliti, aliyemkana pale, sio? Waende kwa nani? Waende kwa Tomaso. Tomaso ndio mbishi, waende kwa nani? Basi mara nyingi sana ikitokea katika safari yako ya maisha, uliamua kumfuata Kristo katika njia yote ile, umepigwa na kitu kizito, umeumizwa na baadhi ya watu, kitu cha kwanza ambacho mara kwa mara mtu ambaye anapita katika depression kubwa huwa anapita katika hatua zifuatazo. Ya kwanza, anaondoka katika lile eneo ambalo alikuwa hapo. Anaondoka, anaenda mbali zaidi, na anakwenda mbali zaidi, anaenda kurudia yale maisha ya zamani aliyokuwa nayo. Kama ulikuwa tayari umeshafunga ndoa, alafu umepigwa tukio baya ndani ya ndoa na mwenzako, huna tena matumaini pale, anaondoka pale nyumbani, anarudia maisha ya zamani, anaenda kupasha kiporo. Vijana wa mtaani wanasema anaenda kupasha kiporo. Ukiona katika safari yako ya maisha umeanza kuwatafuta wale marafiki zako wa zamani wale, utaambia umepigwa na tukio. Mwambie umepigwa na tukio, upo kwenye depression, unaondoka. Yani pale ulipo huna tena furaha, huna tena furaha, yani huna furaha kabisa pale ulipo. Sasa hawa mitume waliondoka Yerusalemu. Yerusalemu ni mahali ambapo ni mji wa amani. Yerusalemu ni mahali ambapo Yesu Kristo alimwaga damu yake takatifu. Yerusalemu ni mahali ambapo wale mitume 11 walikuwa wamekaa pale, wakaondoka wakawaacha wale mitume 11, wakaamua kurudi wapi? Emau. Emau kilikuwa ni kijiji ambacho kipo magharibi mwa Yerusalemu jua linakozama, na dalili kwamba walikuwa wamechanganyikiwa, wanarudi katika maisha ya zamani, wakaondoka mida ya jioni. Ukiona kuna mtu ikifika tu jioni anaanza kuondoka nyumbani, kwenye nyumba yake aliyojenga, ameingia gharama nyingi zaidi, mpaka ameweka wavu wa kuzuia mbu, anaenda kukaa sehemu ambako ya wazi, ambako ndio mambu yamejaa hivi, utambue huyo mtu anasonona, amepigwa na kitu kizito pale. Wapi? Yerusalemu. Nyumba amesema hii ndio nyumba yangu ya imani, ameweka masofa mazuri, ameweka na skrini likubwa, utafi uwanja wa Sabasaba. Anaacha sijui ndio nyao tu ndio wanakaa pale kwenye ile masofa yale, yeye ameenda kukaa huko, tena ameenda kukalia kisuri kidogo tu ambacho kikala vibaya kinamvunja. Mwambie jirani yako, umeondoka Yerusalemu, umeenda Emau. Asa Emau ziko nyingi kweli, vijue vyote vya usiku, sema ni Emau. Tumsifu Yesu Kristo. Kule kwenye maisha ya zamani, ukiona unaanza kumtafuta rafiki yako kule, unaondoka pale, ujue umeenda wapi? Umeenda Emau. Ukiona mtu mbaki tu na simu na yuko hivi, ujue yuko Emau. Mwambie jirani yako, habari za Emau. Tumsifu Yesu Kristo. Amekatana, anachati, yuko Emau, anachati. Sikiliza, na ni mbaya kweli. Unajua hii inatisha. Mnaweza mkashangaa wanakwaya mmekaa kabisa, mmekaa hapa wanakwaya, mmekaa pale. Yaani mwenzenu amewadharau, anawatoa wote, anaona kabisa kwamba ni hamfai. Yeye huyo anarudi Emau, yuko hapa na simu yake. Yaani sisi hapo tuliopo hapa, yani hatuna maana. Yaani mmekaa kwenye kundi, hamna maana, yuko Emau. Utambue ampigwa na kitu kizito. Dalili ya pili ya mtu ambaye anarudi Emau amepigwa na kitu kizito, sasa amevurugika. Anavorudi kule Emau huwa ana tabia ya kuongea peke yake njiani. Hawa wafuasi wa Yesu walikuwa wanaongea peke yao njiani, wanaongea peke yao. Ukiona mtu anaongea tu peke yake, alafu anaongea njiani peke yake, anaongea matukio aliyofanya nini, yaliyotukia. Ukimwona mtu katika safari ya maisha anaongea tu, muda mwingi anazungumza matukio nini ya zamani, matukio zamani. Usinione mimi hapa, mimi sikuwa hivi, wewe mimi sikuwa hivi, mimi asingekuwa yule mama mdogo, samani sio mama mdogo,
asingekuwa ile ufi yangu yule alinifanyia hivi na hivi na hivi, na kwamba mimi sikuwa hivi, mimi nilikuwa mzuri wewe, mimi nilikuwa na afya wewe. Muda mwingi anazungumza matukio ya nini? Ya zamani. Hazungumzi matukio ya sasa hivi, na amefungwa katika swala zima la nini? La kuangalia mbele. Ni matukio ya zamani. Mimi sikuwa hivi na hivi. Si zamani tulikuwa tuna maisha wewe, tulikuwa tunapendeza kweli hivi na hivi na hivi. Hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Basi fulani akabe. Muda mwingi utambua amepigwa na kitu kizito. Yupo katika depression, yupo katika sonona. Maisha ya zamani mpendwa yameshapita. Yameshapita. Huwezi kurudi nyuma tena ukapaka rangi. Hiyo tayari ni historia hiyo. Yameshatukia hayo matukio, yameshatukia. Hasa kila siku unazungumzia. Yaani anaweza kuzungumza jambo hilo kwa watu karibia 5. Amepiga simu mpaka sauti imekauka. Amechati mpaka vidole vimebonyea. Kidole gumba kimebonyea. Anasimulia matukio ya zamani. Tumsifu Yesu Kristo. Na wengine pia kabla mjia kanisani mlikuwa mnachati unasimulia na kuambia matukio ya jana. Yaani jana ilivyokuwa. Yaani jana tumeenda kwenye jumuiya fulani na kuambia alivyotupokea hapo. Yaani ilikuwa vibe kubwa. Hivi na hivi na hivi. Ukiona muda mwingi upo kwenye matukio kwenye mtandao unatuma picha za zamani, utambue una depression. Utambue una sonona. Yaani jana ilikuwa bonge la nani ndio ananiambia uko hivi. Na unavyojiselfie ili uweze kutumia matukio nini ya zamani. Imeshapita hiyo. Imeshapita. Kama vibe ilikuwa vibe, imepita hiyo. Hukupata vibe basi. Asa katika matukio haya matukio haya ya kuvunjika, umepigwa na kitu kizito. Dalili moja hapo pia watu kama hao huwa wanakuwa na tabia ya kukunja uso. Ukiona mtu amekunja uso, yani usoni hapa kama matuta ya viazi, mwangalie usoni. Anafanya hivi, amefanya hivi kidogo. Ila mkunjano uko pale pale. Ulikuwa unakauso kazuri mara ya kwanza, utakuta vimekunja au hapa katikati hapa. Vimebonyea chup, utambue unapita kwenye sonona. Umepigwa na kitu kizito. Kuna mtu ulikuwa unamtumania, my what, my kakupiga na kitu kizito, baadaye mumjika nini? Moyo. Mwambie yana kwa Kristo. Sasa mara nyingi Yesu mwana wa Mungu, mfalme wetu, aliyemwaga damu yake pale msalabani, akasema kwamba na mwaga damu yangu asipotee hata mmoja, huwa anajua maanguko yetu. Alafu huwa anatufuata tunavyoelekea wapi? Emau. Iwe ndio jioni unaelekea Emau, anafanya nini? Yesu anakufuata. Ndio unao uelekea katika swala zima la kuanguka, unapoenda huko kwenye maisha yale ya zamani kwenye kile kijiji. Maisha yani Emau ndio maisha, Emau ni kijiji. Unarudi katika maisha ya kijijini kule. Unarudi kwenye tabia za ajabu ambazo mpaka mtu anakushangaa. Yaani unapoonekana wewe mzuri hapo umevaa irizi. Yaani mambo ya ajabu sana. Yaani kwamba ulivyo mzuri unakuta kama dada kazuri kamefuga makucha na mimi kanaenda kwa mganga kijiji kwa ajili ya kwenda kuloga boyfriend wake akae vizuri. Mambo ya ajabu ya kijijini ya ovyo, ulivyo mzuri afu bado unaumbea. Yaani mambo ya ajabu sana. Yaani uelezei kwamba ukishaingia katika maisha ya Ukristo, umeshaingia katika swala maisha ya mjini. Yerusalemu ni mji wa Mwenyezi Mungu. Yaani wewe unajiandaa kwenda katika Yerusalemu mpya kule mbinguni, ambako kufika kule ni malaika tu. Yaani kule mambo ni maisha ni mazuri. Ukiwa Mkristo, mfuasi wa Kristo, maana wewe uko mjini. Tumsifu Yesu Kristo. Yesu anatufuata. Yesu akaambatana na hawa jamaa. Alipoambatana nao hao jamaa, nisimkwambia kwamba mtu mwenye sonona anaongea njiani. Alipokuta wanaongea akajifanya naye mwenyewe, akasema, mambo gani mnaongea njiani haya? Wale jamaa walisimama, wakakunja nini? Uso. Kuna mmoja nahisi kama hakumtukana kimoyo moyo, kwa sababu walikuwa wana hasira. Ulishakutana na mtu mwenye hasira, kwa sababu maneno haya amesema wakakunja uso. Ili uweze kumlipukia mtu neno lazima uharibu kwanza uso. Yaani uweze kumtukana mtu ukiwa na sura nini? Yaani unacheka, unakunja kwanza uso alafu baadaye ndo unaropoka pap. Atakajifanya akasema wewe unajifanya hujui kitu gani kimetokea hapa Yerusalemu. Kwa taarifa yako, Yesu anajua yote. Baba jana yako Yesu anajua yote. Anajua kwamba umevurugwa, anajua kwamba upo katika kipindi kigumu sana, anajua unateseka, anajua umerudi nyuma, ulikuwa umesonga mbele, ulikuwa na maisha mazuri. Hata kwa mfano kama anajua hata katika safari ya maisha yangu, anajua kwamba labda nilikuwa nasali, nilikuwa najitoa kwa Mwenyezi Mungu, alafu sasa yani majitoleo ambayo nilikuwa nayo nimerudi nini?
nyuma. Anajua ulikuwa unajitoa kweli. Nani, kuna mmoja akasema, Father, yani nilijitoa mimi katika ndoa hii Father. Mimi nilijitoa kwa mwenzangu Father. Yani wewe acha, nikamwona ndio kila kitu. Nikamwambia ulizidisha mno na wewe. Yani ulizidisha mno. Yani ulifika mpaka sasa ukaanza, yani kweli unajua Mungu mara nyingine pia huwa analeta matukio fulani hivi tumezidi mno. Yani unajitoa kwa mtu mpaka yani vile unapomsujudia huyo mtu, hata Yesu hajawahi kumpigia magoti kiasi kama hicho. Unapompigia magoti ukisema ulizidisha mno. Father, nilijitoa mwenzako kwenye familia. Nikamwambia ulizidisha mno. Ungejitoa na mimi kwa Yesu, yani Yesu angefanya nini? Angekulinda. Sasa anajua yote. Anajua hali ambayo uko nayo. Anajua magonjwa ambayo uko nayo. Anajua ulipovunjika moyo. Anajua kila kitu ambacho uko nacho. Anajua hata maanguko yako ambayo uko nayo. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini habari njema kwamba Yesu ingawa anajua hatuachi. Nataka nikwambie kwamba Yesu hatuachi. Na kwamba hatuachi. Angetuacha tu kidogo tu tungekuwa maiti. Tusingekuwa hivi. Nisingekuwa hivi. Bado Yesu anampata na sisi katika hali hiyo. Basi wakafika pale wakaanza kumsimulia. Wakamsimulia Yesu yote. Alafu Yesu baadaye akamwona akawageukia. Si nimesema kwamba inaonekana mara ya kwanza alikuwa amekuja uso walimtamkia vibaya. Na mwenyewe akafanya nini? Akawageuzia. Yesu akawageuzia kibao. Akasema enyi msiofahamu. Kwa sehemu nyingine anasema enyi wajinga. Anasema enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote yaliyosemwa na manabii. Akasema, je, haikumpasa Kristo kupata mateso kama haya akaingia katika utukufu wake? Mpendwa, ukipita katika changamoto kubwa ya maisha, sehemu ya kwanza inayoathirika ni katika nafsi. Jeraha la kwanza ni katika swala zima la nafsi. Na hii nafsi ikipata tu majeraha, baadaye moyo unakuwa mzito. Na ndio maana kwenye Biblia ukisoma katika ile Mithali 24:12 imesema, linda sana moyo wako kuliko kitu kingine chochote kile. Linda sana moyo wako. Yaani katika safari yako ya maisha hakikisha kwamba unaulinda moyo wako. Si kila kitu cha kuweza kujifunua kwa watu, si kila kitu cha kuweza kuangalia. Linda sana moyo wako. Ndio maana nimekuambia kwamba hadi katika maisha ya ndoa, mojawapo ya kuweza kulinda moyo wako, nafsi yako isipate majeraha, acha kuingia katika maisha ya nini? Ya watu. Acha. Unapekenyua simu ya nini? Linda moyo wako. Wewe umeambiwa linda moyo wako. Kwa hayo mengine sio ya kwako. Utakapoweza kuviona huko, nataka nikwambie vitakurudisha Emau. Ulikuwa tayari kwenye Yerusalemu huko kwenye amani yako. Yaani unafurahia maisha. Ulipoanza kupekenyua vitu ambavyo basi unaweza kupekenyuliwa, ndio maana vimekuvuruga, ndio maana umekunja ndita. Ndio maana uko Emau. Na huko Emau huko kuna matukio ya ajabu, mndio kwenye ulevi wa ajabu. Uko Emau huko tena umepigwa na kitu kizito, ndio maana baada ya saa unaogopa hata kutoka kwa Emau. Kwenye maanguko. Tena kwenye giza ambako jua linakozama. Si afadhali ungeelekea mashariki ambako jua linakochomoza, umeenda jua linakozama. Mpaka masaa 12 nakwambia afike, utakuwa umechoka sana. Mwambie jirani yako, utakuwa pole sana, utachoka sana. Mpaka jua lije lichomoze. Huko. Afadhali ungeelekea wapi? Mashariki ambako jua linafanya nini? Linachomoza. Angalau basi hata kama jua lichomoze, basi mwezi unafanya nini? Unachomoza, utapata nini? Utapata matumaini. Linda sana moyo wako. Na moyo ukipata shida unakuja kuleta madhara kwenye akili. Baadaye utajikuta kwamba jamani, mwenzangu nilikuwa ninafanya mambo, akili yangu ilikuwa inafunguka. Yani na akili ikiathirika unaanza kusahau. Yaani unaanza kusahau. Kabisa unaanza kusahau. Utakuta mtu anaanza kusahau. Kwani anaanza kusahau. Yaani akili mfani imefungwa. Ndio maana hawa hapa wameambatana na Yesu. Yaani mpaka Yesu amezungumza. Yaani wamekaa na Yesu miaka 3. Wamesahau hadi toni ya Yesu. Kawafunulia maandiko, kawafunulia maandiko. Yesu akaanza kuanzia manabii, akaanza Musa mpaka manabii. Bado wamefanya nini? Wamefungwa. Akili imefanya nini? Akili imefungwa kwa sababu yuko Emau. Huko Emau kuna kitu kimefunga akili yake. Haelewi. Baadaye Yesu wametembea masaa 2. Yesu alihubiri masaa 2. Hawaelewi. Ni ngumu sana katika swala zima kuweza kumsaidia mtu ambaye yupo kwenye depression. Hata umhumbilie, hata umfanyeje, funua maandiko. Yesu ana upako, tena mtakatifu kufufuka, bado hawafanyi nini? Hawaelewi. Kama wewe vile ambapo huelewi.
Utaenda kwenye semina nyingi, utatoka hapa kanisani kwa nini kasikiza neno, kusema nyingine utafika pale watakufunulia neno uelewi, kesho unarudi tena kule kule. Watakuhubiria ondoka huko uelewi. Yesu akafika pale akasema, akajifanya kama anataka kupitiliza, wakamwambia Bwana, sasa ni usiku, kaa. Angalau kuna kitu kimoja kilibaki kwa hawa jamaa. Katika kuvurugwa kule kwao walibakia na ukarimu. Wakaamua kumkaribisha huyo mgeni. Mpendwa, umevurugwa katika safari yako ya maisha, uwe mkarimu. Umevurugwa huko ofisini, uwe mkarimu. Umevurugwa kwenye biashara, uwe mkarimu. Umevurugwa nyumbani, uwe mkarimu. Ukarimu wa namna gani? Mpokee vizuri mtu usiyemjua. Mpokee tu. Yule ambaye humjui amekuja mbele yako, mpokee. Mpokee. Hadi katika giza nene, mpokee. Hujui ni nani ambaye amekuja mbele yako. Wakasema kaa nasi. Ndio ule wimbo ule. Kaa nasi katika neno lako Bwana, kaa nasi Bwana, waamini wako. Kaa nasi katika neno lako Bwana, kaa nasi Bwana, waamini wako. Kaa nasi katika asisi wako, katika sakramenti zako, katika ekaristi yako. Kaa nasi katika sakramenti zako na katika ekaristi yako. Kaa nasi katika neno lako Bwana, kaa nasi Bwana, waamini wako. Umepigwa na kitu kizito kwenye ndoa, mwambie kaa nami katika ndoa yangu Bwana, kaa nami Bwana, muumini wako. Umepigwa na kitu kizito uko kazini, uelewi kuna giza, kaa nami katika kazi yangu Bwana, kaa nami Bwana, waamini wako. Umepigwa na kitu kizito katika ujana wako, kaa nami katika ujana wangu Bwana, kaa nami Bwana, muumini wako. Umepigwa na kitu kizito kwenye mikopo, kwenye nini, kwenye vikoba, kwenye nini, umepigwa na kitu kizito. Umepigwa na mshangazi, kaa nami. Umepigwa. Imba. Yesu mwana wa Mungu aliye hai huwa anakuja Yesu anakaa. Tumsifu Yesu Kristo. Alikaa na hawa jamaa, alikaa. Bahati nzuri sasa alipokaa nao hasa ndio linakuja somo la siku ya leo. Tumsifu Yesu Kristo. Dominika ya 3 ni kwa watu waliovurugika sana katika safari ya maisha, wamerudi huko nyuma, na inaeleza umuhimu kwamba mtu uliyevurugika sana katika safari ya maisha, sehemu pekee ambayo ya kuweza kukimbilia ni kwenye misa takatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwenye misa takatifu, hii Luka 24 inazungumza hatua katika misa takatifu. Misa takatifu imegawanyika katika sehemu hizi mbili: liturujia ya neno na liturujia ya ekaristi takatifu. Sasa hapa ambapo hawa mitume walikuwa wanaenda, wafuasi wanaenda Emau, Yesu akambatana nao, akaanza kuwafunulia nini? Maandiko. Ndio Yesu anaongea nasi, anatufunulia maandiko. Somo la kwanza, Agano la Kale. Tumsifu Yesu Kristo. Baadaye somo la pili, kabla ya somo la pili anatufunulia nini? Zaburi. Baada ya Zaburi somo la pili, na baadaye anakuja katika somo la Injili. Ukiona somo la kwanza hujapata neno, hujaguswa, yani hadi waimbaji wameimba mwambieni Mungu matendo yako yanatisha,
Ukiona bado wanakwaya wanaimba bado umebakia tu hivi, hiyo yani uko Emau, kwenye lindi la Emau baya sana. Somo la pili limekuvuruga. Padri amesoma somo la Injili, amehubiri, bado unasinzia. Wewe uko ICU. Tumsifu Yesu Kristo. Wewe uko ICU. Bahati nzuri Yesu huwa hawaachi. Bado Yesu hajakuacha. Anakusubiri sehemu nyingine inayofuata. Sehemu inayofuata inaitwa nini? Liturujia ya Ekaristi. Ndio maana basi hasa katika liturujia ya Ekaristi lazima uhakikishe unafanya kitu kimoja. Hawa jamaa walipofika pale walimwambia Yesu, kaa nasi. Umwalike Yesu akae pamoja na wewe. Tumsifu Yesu Kristo. Alafu hakikisha kabisa kwamba unaleta matoleo. Walileta nini? Walileta mkate. Yesu akuja na mkate wake. Walitoa nini? Walitoa ule mkate. Walipotoa mkate, maana yake unatoa nafsi yako. Yesu, hii ndio nafsi yangu, ina majeraha, nimeumizwa. Ndivyo nilivyo Yesu, ndivyo nilivyo. Pokea moyo wangu, pokea moyo wangu Yesu. Basi unakaa unatoa moyo wako, na wakati huo sasa Yesu ukimpatia ile anapokea. Alipopokea akafanya kile alichokuwa amekifanya wakati wa Alhamisi Kuu. Alifanyaje? Amesema wakati wa Alhamisi Kuu alitoa nini? Mkate ambao walikuwa wamefanya nini? Wamempatia. Akafanyaje baadaye? Akaumega. Alipoumega akaubariki. Kwanza aliubariki. Tumsifu Yesu Kristo. Anabariki maombi yako yote. Alafu anayamega. Alipomega akachukua mkate akaumega. Alipomega akawapatia wale wafuasi. Alipowapatia wale wafuasi, walipopokea tu ule mwili, walipompokea tu ule mwili, kwa sababu nyakati hiyo nafsi zao zilikuwa zimevurugika. Walipopokea mwili wa Kristo, nafsi zao zikaunganika na mwili wa Kristo, akili zao zikafunguka. Zilipofunguka akili zao, Yesu papa akafanya nini? Akatoweka mbele zao. Wakasema wakaanza kuambiana, yani imekuwaje? Kwa nini mioyo yetu haikuwaka ndani mwetu walipokuwa anaongea nasi? Sehemu ambapo utapona majeraha yako, sehemu ambapo utapata uzima, sehemu ambapo utaanza upya, sehemu akili yako itafunguka. Hata kama kuna mtu amefunga akili yako, hata kama mtu amekuloga, umefika hatua mbaya, sehemu utakayokuja kufungua ni Ekaristi Takatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Ni mwili na damu ya Kristo peke yake itakufungua, hakuna mtu mwingine. Hata kama unielewi, huo ndio ukweli. Watu wote ambao wamepokea Ekaristi Takatifu, midomo yao imempokea Yesu wa Ekaristi, imepokea Yesu mzima, Yesu mwana wa Mungu aliye hai, aliyefufuka. Huwezi ukashindana na huyo mtu, huwezi ukashindana na huyo mtu. Akili yake imefunguka. Na ndio maana angalia vitu vyote vinavyosoma katika shule zetu hizi, vile vyote ambavyo vimepokea Ekaristi Takatifu vina akili vibaya mno. Vina akili vibaya mno. Nini? Wamekutana na Yesu, akili yao imefunguka. Matokeo yake, baada ya akili kuja kufunguka, hawa walikuwa wamwambia Yesu, kaa giza, wakatoka, wakaondoka saa ile. Waliondoka wapi? Sema Emau. Waliondoka wapi? Emau. Muda gani walisubiri? Saa ile. Akili yao ilifunguka, wakaondoka. Wakarudi wapi? Yerusalemu, mji wa nini? Wa amani. Wakarudi kwa mitume, wakafika pale, wakasema hakika Bwana amefufuka, haleluya. Wakaambia wale mitume. Maana yake nini? Ukishampokea Yesu wa Ekaristi, ondoka Emau. Ondoka, usibakie Emau, usibakie katika mambo ya kijijini huko. Ondoka huko Emau, ondoka Sayo, ondoka, usibakie hapo. Rudi wapi? Rudi Yerusalemu. Njoo Yerusalemu, mji wa amani. Ondoka Emau kwenye ulevi, ondoka Emau kwenye uzinzi, ondoka Emau umejifungia huko, umejifungia mwenyewe. Ondoka. Maisha sio kujifungia mwenyewe. Ondoka Emau, sio kwenye limshaka zimekukamata. Ondoka huko Emau, kimbia, ondoka. Rudi Yerusalemu. Wewe mwambie jirani yako, rudi Yerusalemu. Rudi Yerusalemu, Bwana Yesu amefufuka, haleluya. Na hutaogopa giza mpendwa, hutaogopa giza. Kuna vitu unaogopa katika safari yako ya maisha. Hofu, umekasirika, kwa sababu hujampokea Yesu inavyostakiwa. Hujaunganisha nafsi yako iliyojeruhiwa pamoja na Yesu. Leo ni siku yako. Leo ni siku ya kumwambia Yesu, najitolea kwako mwili na roho
nitendee unavyotaka.